Uislamu umekuja kulinda mambo matano. Uislamu umekuja na sera tano kuu. Uislamu umekuja na sera ya kuhifadhi mambo matano. Katika usulul fiqh, maulama wa Kiislamu hili wamelielezea kwa taarifu kama mbili. Wako wanaosema mambo haya matano yanaitwa ad-daruriyatul khamsa, mambo matano yaliyo muhimu zaidi, mambo matano ambayo ni muhimu zaidi, mambo matano ambayo ni ya lazima zaidi. Na wengine wakasema mambo haya yanaitwa maqasidu shari'ati al-khamsa, makusudio matano ya sharia tukufu takatifu ya Uislamu ni matano. Bila ya kupoteza muda, hebu tega sikio, niazime sikio lako la moyo kabla ya sikio lako la kichwa, upate kuangalia uzuri wa Uislamu, upate kujua kuwa Uislamu ni dini iliyokwenda zaidi ya chuo kikuu. Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Uislamu ni zaidi ya serikali. Uislamu ni dini ambayo haijaacha kitu. Ina sheria, ina kanuni, ina halali, ina haramu, ina fardhi vilivyo vya lazima, ina mustahabi. Uislamu mpaka mtu akishafariki pia kuna sheria zake za kurithi mali yake na namna ya kumfanyia. Na ndio maana walimwengu wanahangaika na Uislamu. Mataifa makubwa duniani, Uislamu unawapasua kichwa, Uislamu unawaumiza kichwa. Wanajua fika ya kuwa dini hii ikishika hatamu, dunia itabaki kuwa salama, maisha yatakuwa mazuri na hakutokuwa na matatizo katika ulimwengu huu, kwa sababu hakuna dini duniani yenye mfumo kamili wa maisha kama Uislamu. Naam, sikiliza sasa haya mambo matano ambayo sera ya dini yetu tukufu ya Uislamu ni kuja kuhifadhi na kulinda mambo matano. Jambo la kwanza, hifdhuddin. Sharia ya dini yetu tukufu ya Uislamu imekuja kuhifadhi mambo matano. Jambo la kwanza, dini kwa ujumla, iman kwa ujumla, kwa sababu Uislamu unajua ya kuwa wanadamu bila ya dini si watu, hawatokuwa na utu. Wanadamu bila ya dini ni sawa na wanyama. Uislamu umekuja kuhifadhi dini, na dini maana yake mfumo kamili wa maisha. Dini maana yake mwongozo wa Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu na mtume wake kwa ujumla. Dini maana yake ni sisi kuongozwa na mafundisho ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna katiba duniani isipokuwa katiba ya Uislamu, Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katiba isiyohitaji nyongeza wala punguza, katiba isiyohitaji marekebisho, katiba isiyokuwa na mashaka hata kidogo. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi dini, kwa sababu dini ndio mfumo mzima wa maisha. Dini ndio kitu pekee ambacho kimewaelekeza wanadamu namna ya kuishi, mtu na mtu, jirani na mtu,
ndugu na mtu, mke na mume. Uislamu haujaacha kitu ndugu yangu. Na Uislamu unasema dini iliyo sahihi kabisa mbele ya Allah ni dini moja tu, licha ya utitiri wa dini, licha sasa hivi kuna imani tofauti tofauti. Imani zote ni feki, dini zote ni feki. Kwa mujibu wa sura ya 3 Al-Imran, dini iliyo sahihi, dini iliyo sahihi mbele ya Allah ni dini yetu tukufu ya Uislamu. Twende katika sura ya 3 Al-Imran aya nambari 19. Msikilize Mola anavyosema. Mola anasema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki, dini ya kweli, dini iliyo sahihi, dini iliyokamilika, dini iliyonyooka mbele ya Allah ni dini ya Uislamu tu. Mfumo mzuri wa maisha ni mfumo wa Uislamu peke yake. Kama hili halitoshi, twende tena katika sura hiyo hiyo Al-Imran aya nambari 83. Msikilize Allah anavyochapa dini zote. Msikilize Allah anavyotandika fimbo watu wote. Msikilize Allah anavyogaragaza itikadi na imani zote isipokuwa imani ya Uislamu. Allah anasema, waman yabtaghi ghayra al-islami dina, na atakayefuata njia isiyokuwa ya Uislamu, atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala min, huyo hatokubaliwa. Imekula kwake, amekwenda kando, amepata shoti, amepata khasara na amepotea. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, akhira sasa ndio kubaya zaidi, na akhira atakuwa miongoni mwa wale waliopata khasara. Naam, katika suratu Al-An'am sura ya 6 aya nambari 125, msikilize Allah anasemaje. Allah anasema, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, na yule ambaye Allah atataka kumuongoza, Allah atataka kumuongoa, ataukunjua moyo wake kwa Uislamu, ataukubali Uislamu. Katika suratu Zumar anasema, ambaye Allah amemjalia kuwa Muislam, huyo anaishi katika nuru, nurun ala nur, nuru juu ya nuru. Twende Az-Zumar aya nambari 22, msikilize Allah anasemaje. Allah anasema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbih, na yule ambaye Allah ataukunjua moyo wake kwa ajili ya Uislamu, akaufuata Uislamu, akawa Muislamu, huyo bila ya shaka amepata nuru kubwa kabisa kutoka kwa Mola wake mlezi. Hivyo basi, jambo la kwanza ambalo dini yetu tukufu ya Uislamu imekuja kulinda na kuhifadhi dini na kutambua hilo. Serikali nyingi leo duniani katika katiba zao kuna ibara inaonyesha kuna uhuru wa watu kuamini na kuabudu. Bila ya dini hakuna serikali inayoweza kutawala watu duniani, kwa sababu wanadamu hawaogopani wao kwa wao. Wanadamu wanapiga saluti na kuogopa na kunyenyekea mbele ya mmoja tu ambaye ni Mola wao, muumba wao na mlezi wao. Walidhalik, katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 9 kama sikosei, inasema kuna uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuabudu na uhuru wa mtu kuchagua na kufata dini anayoitaka. Na bila shaka kipengele hichi
kiko tofauti kabisa na Uislamu. Uislamu unasema dini ni moja na njia ni moja na mfumo ni mmoja, ni wa Uislamu. Atakaofuata huyo ana nuru kutoka kwa Mola wake na ameongoka, na atakao ukataa imekula kwake na hakika amepotea. Lakini nini maana yangu kuleta ibara ya 9 katika katiba? Maana yake serikali zetu zinajua ya kuwa dini ndio kitu pekee kitakachowasaidia kutawala watu wao na kutuliza watu wao. Hili la kwanza ndugu zangu. Jambo la pili ambalo Uislamu umekuja kuhifadhi na kulinda na kutetea kwa nguvu zote, hifdhun nafsi. Uislamu umekuja kuhifadhi nafsi za watu, roho za watu. Uislamu umekuja kutetea viumbe wote wasiuawe, maisha yao yasikatishwe, wasidhulumiwe, wasinyang'anywe uhai wao aliowapatia Mola wao. Walidhalik, kuonyesha kwamba nafsi ni kitu kizito sana, Qur'ani tukufu imeharamisha kula mzoga na kula nyama ya nguruwe na kunywa damu pale ambapo mwanadamu atakuwa katika hatari ya kupoteza maisha yake, yumo katika njaa, hakuna chakula, hakuna riziki, kilicho mbele yake ng'ombe aliyekufa, kuku aliyekufa, mbuzi aliyekufa. Uislamu unasema ili kuokoa nafsi, kula katika nyama ya mzoga ili uweze kuokoa nafsi yako, kwa sababu nafsi ya mtu ina thamani kubwa kuliko kila kitu. Na kwa kuwa sipendi kuzungumza kwa maneno matupu bila ya ushahidi, twende katika sura ya 2 Al-Baqarah aya nambari 175. Sikiliza Mola anavyosema. Allah anasema, innama harrama alaykumul maytata والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كشا الله كسم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Hakika si vinginevyo Mola wenu amekuharamishieni mzoga na amekuharamishieni kunywa damu na amekuharamishieni kula nyama ya nguruwe na amekuharamishieni kula chochote kilichochinjwa kwa jina lisilokuwa la kwake. Kisha istithnai ikaja sasa katika hali ya dharura, katika hali ya shida, katika hali ya kuhatarisha maisha. Qur'ani kasema, faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi. Na yule ambaye atafikwa na dharura ya kufa na kupona, dharura ya kupoteza uhai wake, dharura ya kupoteza maisha yake, ruhusa kula katika mzoga na ruhusa kula nyama ya nguruwe, lakini kwa sharti afikiwe na dharura hiyo kweli kweli, na isiwe kwa kutamani tu, natamani kuonja nyama nguruwe, ngoja nile kwa sababu mimi ni msafiri na msafiri ni kafiri. Maneno haya kwanza hayapo katika Uislamu. Msafiri ni kafiri, rawahu wa Afrika, halimo ndani ya Qur'ani wala Sunna. Msafiri ni Muislamu, na Uislamu ni dini ambayo mpaka katika safari imetupa mwongozo kamili wa kusafiri, hata kuna sala za safari. Allahu akbar. Huu ndio Uislamu ndugu yangu, pale panapobidi, bila kuleta ujanja wala kutamani tu, ruhusa kula mzoga na ruhusa kula nyama ya nguruwe ili kuokoa nafsi yako. Kinyume cha hapo Uislamu umesema
Qur'an imesema Allah ametuharamishia mzoga, akatuharamishia damu, akatuharamishia na nyama ya nguruwe kwa ujumla. Naam, Uislamu unakataza kuua watu. Uislamu umeharamisha kutoa roho za watu. Twende katika sura ya 6, katika sura ya 6 Al-An'am aya nambari 51, msikilize Allah anasemaje: wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Allahu akbar. Tukienda katika suratul Isra tutakutana na aya kama hiyo hiyo. Allah anasema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Na miongoni mwa haki inayokusudiwa hapo atakaiua au wawe. Angalieni thamani ya nafsi. Atakaitoa roho ya mtu, Uislamu unasema hana adhabu zaidi ya roho yake itolewe. Lakini angalia sheria tulizowekewa na wanadamu wenzetu, sheria za ujanja. Atakaiua hukumu yake ni gerezani tu, kifungo maishani. Umefanya nini sasa? Laiti tungesimamisha sheria ya Kiislamu katika nchi zetu, atakaiua au wawe, wallahi mauaji yangepungua na kuondoka, kwa sababu mtu anajua akitoa roho ya mtu na yeye inna lillahi. Naam, hebu twende sasa ili upate kuona uzito wa nafsi, uzito wa mtu kuua. Suratul Furqan aya nambari 68, Qur'an inasema kuna top 3 ya madhambi, na wingi wa madhambi na utitiri wa madhambi. Madhambi yako mengi, hakuna anayejua idadi ya madhambi. Madhambi makubwa tu maulama wamejitahidi kuyakusanya na wameshindwa kuyafikia yote. Al-Imamu Dhahabi ana kitabu amekiita Al-Kabair, humo ndani kakusanya madhambi makubwa yote kwa jitihada zake, takriban 70 kitu tu. Sasa na wingi wa madhambi na ukubwa wa madhambi, Qur'ani suratul Furqan imetaja madhambi makuu matatu ambayo mimi napenda kuita yajue top 3 ya madhambi. Nambari 1 ni dhambi gani? Nambari 2 ni dhambi gani? Nambari 3 ni dhambi gani? kipi na yapi? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Madhambi makuu matatu, top 3 katika madhambi. Twende katika suratul Furqan aya nambari 68, msikilize Allah anasemaje: na waja wema wa Rahmani, waja wema wa Rahmani sifa zao, sikiliza vizuri: walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Na waja wema wa Rahmani na ni wale ambao hawamuombi Allah na miungu wengine, hawamshirikishi Allah jalla fi'ulah, hawafanyi dhambi ya shirki. Hii ni dhambi ya kwanza kwa ukubwa mbele ya Allah, dhambi ya shirki. Dhambi ya pili: wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, wala hawaui nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake kwa haki isipokuwa kwa haki. Hawaui nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki.
Dhambi ya pili kwa ukubwa ndugu zangu ni kuua, mauaji. Dhambi ya tatu, wala yaznun, na wala hawazini. Zina, uzinzi, dhambi ya tatu kwa ukubwa mbele ya Allah jalla fi ulah. Kisha Allah akasema, waman yaf'al dhalika yalqa athama, na mwenye kufanya hivyo hakika na bila ya shaka huyo amepata madhambi mazito kabisa. Yepi hayo? Na mwenye kufanya hayo hakika na bila ya shaka amepata madhambi makubwa kabisa. Yepi hayo? Atakayefanya shirki, atakayeua na atakayezini. Hilo halitoshi, Allah akasema yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, siku ya kiyama wenye kufanya madhambi haya matatu hawakutubia, hawakuacha, watapewa adhabu maradufu. Wayakhlud fihi muhana, na atatupwa katika moto wa jahannam ili hali amedhalilika kabisa. Kuonyesha ya kuwa Uislamu unathamini nafsi na Uislamu umekuja kuokoa nafsi za watu. Imefikia pahala mauaji yakafanywa kuwa ni dhambi ya pili kwa ukubwa. Nitumie fursa hii niwaambie, Uislamu haukubaliani na mauaji ya aina yoyote ile, kwa silaha yoyote ile, kwa sababu zozote zile, kwa kisingizio chochote kile. Atakayetoa roho ya mtu mmoja imekula kwake siku ya kiyama. Uislamu haukubaliani na mauaji. Uislamu haukubaliani na utekaji. Uislamu haukubaliani na ukabaji. Uislamu haukubaliani na ubakaji. Uislamu haukubaliani na unyanyasaji. Uislamu haukubaliani na dhulma za aina zozote zile. Sikilizeni sasa, wale ambao wanaona kutoa roho ya mwanadamu ni jambo la kawaida sana. Twende katika sura ya 5 Al-Maida aya nambari 32, msikilize. Wallahi na wachallenge walimwengu wote, na zichallenge dini zote, na challenge vitabu vyote vinavyoitwa vya Mungu katika ulimwengu wa sasa. Nipeni kitabu hata kimoja kinachosema atakayetoa roho ya mtu mmoja hukumu yake mbele ya Mola ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Uislamu peke yake, Qur'ani peke yake. Al-Maida aya nambari 32, Allah anasema, min ajli dhalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Na kwa ajili ya hilo tukawaandikia wana wa Israeli ya kuwa hakika katika nyinyi atakayeua nafsi moja tu, atakayetoa roho ya mtu mmoja tu, atakayepoteza maisha ya mtu mmoja tu pasina haki yoyote, hajaua ili naye auawe, au akaleta ufisadi katika ardhi, hukumu yake mbele yangu mimi ni kana kwamba ameua watu wote. Subhanallah. Wana wa Israeli, Allah kaingia agano na makubaliano na wao kwamba wana wa Israeli chonde, wana wa Israeli msithubutu kutoa roho ya mtu mmoja, na atakayetoa roho ya mtu mmoja kwangu mimi namhesabia ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Angalieni leo wanavyoongoza kuua watu, asiwadanganye mtu. Na kuambieni mimi leo, dunia haina haki,
Dunia imejaa dhulma, dunia imejaa uonevu. Asiwadanganye mtu. Angalieni wa Palestina wanavyouawa. Wanauawa kwa masilaha mazito mazito, wakafungiwa mipaka yote, wanakufa kwa njaa. Ulimwengu mzima unatazama. Wakwapi wanaojiita haki za binadamu? Hawana cha haki wala nini. Kuanzia leo na waita ni dhulma za wanadamu hao. Hao wanakwenda kuvamia mataifa, wanasema kuna watu wanatayarisha amani ya watu. Sisi ndio walinzi mabwana wakubwa katika ulimwengu huu, tunakuja kulinda mataifa yenu, msivamiwe na magaidi. Magaidi wakubwa ni nyinyi na baba zenu mnaowaua wa Palestina bila ya haki yoyote. Huruma ziko wapi? Utu uko wapi? Ubinadamu uko wapi? Haki za binadamu ziko wapi? Wanakufa kwa njaa na kwa kiu, watoto, akina mama, wazee, hata wasiokuwa na hatia. Afu uje unaambia haki za binadamu. Katika nchi zetu watakuja watakwambia ni haki za binadamu. Tanzania haina haki ya binadamu. Ambie baba yako na babu yako ndio hawajui haki za binadamu. Anzeni kuwaokoa kwanza wa Palestina kwanza. Waongo wakubwa nyinyi. Qur'ani inasema atakayetoa roho ya mtu mmoja ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Njoo kipengele kinachofuata ndo kizito kweli kweli. Waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Na atakayeokoa nafsi ya mtu mmoja, roho ya mtu mmoja, maisha ya mtu mmoja, huyo ni kama aliyeokoa roho za watu wote. Qur'ani hiyo. Jitahidini Waislamu popote pale mulipo, muwe wenye kulinda roho za wanadamu wenzenu na kuchunga kweli kweli. Atakayetoa roho ya mtu mmoja, huyo ametoa roho za watu wote, na atakayeokoa roho ya mtu mmoja, huyo kaokoa roho za watu wote. Nikuombeni Waislamu na Watanzania kwa ujumla, ni vyombo vya ulinzi na usalama. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tathmini yaonyesha chaguzi zinaleta ghasia na mtikisiko wa amani. Jitahidini nyote, kuanzia nyinyi raia mpaka vyombo husika, hakikisheni damu ya mtu haimwagiki na roho ya mtu haitoki. Wallahi naapa, wallahi naapa kwa jina la yule aliyemtuma Muhammad kwa haki, atakayeua roho ya mtu mmoja, atakayemuua mtu mmoja, imekula kwake siku ya kiyama. Bwana Mtume anasema kila aliyeuawa atakuja siku ya kiyama, damu inamtoka inachuruzika, utadhani kafa hivi punde. Anakuja anamkuda aliyemuua, anamleta katika mahakama ya Allah, anasema ya Rab, ewe Allah, hadha alladhi qatalani fas'alhu bima qatalani. Huyu ndio aliyeniua mimi, muulize leo kwa nini ameniua. Na kuonyesha kwamba Uislamu unajua thamani ya tone la damu. Bwana Mtume katika Sahihu Muslim anatuambia awwalu ma yuqda yawm alqiyamati baina alibadi fi ad-dima, kesi ya kwanza kuhukumiwa siku ya kiyama baina ya waja ni kesi ya umwagaji wa damu. Vuta picha kidogo basi, hebu niambie utitiri wa kesi. Kila mtu ana faili lake, ukubwa wa faili lake ni mpaka upeo wa kutazama, upeo wa macho yake. Kila mtu ana madudu yake, so mimi so wewe. Wanadamu wote wamekusanywa, wote wanasubiri kuhukumiwa katika mahakama kuu ya Allah. Alafu Allah anakuambia kesi ya kwanza itakayonguruma katika mahakama yangu ni kesi ya umwagaji wa damu. Mshtakiwa nambari 1 ni mwagaji wa damu. Jitahidini sana mujiepushe na hilo kwa namna yoyote ile, ndugu zangu Waislamu. Wallahi muda wangu ni finyu sana, na kipengele hapa naomba nikiruki.
isipokuwa nikitengenezee khutba maalum hichi kipengele. Kipengele kinasema Uislamu umekataza hadi mtu kuiua nafsi yake. Niombeni dua nije na khutba inayozungumzia hukumu ya mtu kujiua mwenyewe, na Mtume kasemaje, na je anaruhusiwa kuswaliwa? Upuuzi huu sasa umekithiri Tanzania. Jambo dogo, kamchiti mwanamke wake au mwanamke kachepuka, anajiua. Dume zima anajiua, timu yake imefungwa na jinyonga. Hukumu ya mtu kuitoa roho yake, hii insha Allah tutakuja kutengenezea khutba maalum biidhnillahi jalla fi'ala. Sasa niende katika jambo la tatu. Jambo la tatu. Tumesema jambo la kwanza, Uislamu umekuja kuhifadhi, Uislamu umekuja kulinda na kutetea. Tumesema jambo la kwanza dini, tukasema jambo la pili nafsi za watu. Njoo sasa usikilize jambo la tatu, ndugu yangu Muislamu. Jambo la tatu, Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi akili za watu. Uislamu unasema Allah ameumba viumbe katika sampuli kuu tatu. Kuna viumbe amewaumbia akili na matamanio, ni mimi na wewe, wanadamu na majini. Tumeumbiwa akili, tukaumbiwa matamanio, na ndio waliolazimishwa kufanya ibada, na ndio moto na pepo vimeumbwa kwa ajili yetu sisi wanadamu na majini tu. Kwa taarifa yako, malaika hawana moto wala hawana pepo, wanyama hawana moto hawana pepo. Pepo na moto vimeumbwa kwa ajili ya wanadamu na majini, na tumeumbiwa mambo makuu mawili, akili na matamanio. Kisha kiumbe wa pili, sampuli ya pili, Allah amewaumba viumbe, amewaumbia akili akawanyima matamanio. Hao ni malaika, wana akili kweli kweli lakini hawana matamanio. Kiumbe wa tatu au sampuli ya tatu, Allah ameumba viumbe hawa, amewaumbia matamanio kawanyima akili. Wanyama. Hivi ndivyo Uislamu ulivyogawa sampuli za waja katika kuwaumba kwao, ndugu zangu Waislamu. Sasa basi, Uislamu unasema mwanadamu ni mtu kwa sababu ya akili na wala sio kwa sababu ya sura yake. Mwanadamu akikosa akili amekosa utu, hana tofauti na wanyama. Na ndio maana Uislamu umekuja kuharamisha kila kinachoharibu akili ya mtu na kuiondosha. Pata ujumbe huu sasa kutoka katika mimbari hii. Kwa nini Uislamu umeharamisha pombe? Kwa sababu pombe inarusha akili, na Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi akili za watu, kwa sababu Mola sisi ametutofautisha na wanyama kwa akili. Wewe leo akili yako kwa maksudi kabisa unaipoteza. Angalieni, mtu akishalewa hana akili, anaweza kufanya chochote, akakojoa hadharani, hana aibu, hajui atendalo asemalo. Walidhalika Uislamu unatuambia pombe ni haram, hashish, bangi ni haram, iwe ya Jamaika, iwe ya TMK, iwe ya wapi, ipewe jina lolote, iitwe bangi, iitwe msuba, iitwe ganja, vyovyote utakavyoita, bangi ni haram kwa sababu inarusha akili ya mtu. Lakini vile vile Uislamu umeharamisha mirungi, na hapo ndo nawagusa wengi vijana. Na kuna wengine mimi hawanipendagi tu, mimi simkubali yule,
kakukosea nini? Kijana wa watu anajitahidi kuelimisha, kutoa da'wa, na ana mapungufu yake mengi kama mwanadamu. Mimi simkubali tu, anajiona sana. Hebu nipe tafsiri ya kujiona kukoje. Unaweza kusimama na mimi siku ya kiyama katika mahakama ya Allah ukanitolea ushahidi mimi najiona? Anajiona anajua sana. Unaweza kusimama maneno hayo ukayatolea ushahidi mbele ya Allah siku ya kiyama? Umepasua moyo wangu. Ndio Usama ibn Zaid alimtuhumu sahaba mwenzake akamwambia ni munafiq. Mtume akakasirika akamwambia shaqaqta qalba, wa Usama, umeupasua moyo wake, umeingia ndani ya moyo wake ukajua huyu ni munafiq. Wako baadhi mimi hawanitaki tu kwa sababu mawaidha yangu na wagonga, na wanashindanisha mashekha. Mimi namkubali sheikh fulani bwana, anakuambia taratibu, ila kuingia huyu bwana na makelele tu. Iko siku nakuja kukupeni khutba inayosema kwa nini nakuwa mkali katika khutba, kwa nini sauti yangu inakuwa ya juu wakati natoa khutba, na nitakuleteni na ushahidi wa hilo. Kwa taarifa yenu, hiyo ni sunna ya Mtume Muhammad. Uislamu pia umeharamisha mirungi. Mirungi ni haramu kwa sababu ni miongoni mwa vilevi. Uislamu umeharamisha madawa ya kulevya kwa sababu humwelewesha mtu. Uislamu umeharamisha kila ambacho kitarusha akili ya mwanadamu kwa namna moja ama nyingine. Ndugu zangu, na mimi hapa, in anta illa nadhir. Mtume aliambiwa Muhammad, wewe si chochote si lolote, wewe ni muonyaji tu. Na sisi tunafuata nyayo za Mtume, tunakuonyeni kupitia Qur'ani na Sunna. Na wala hii haina maana mimi ninaitoa mawaidha eti nimetakasika. Wewe unaweza kwenda peponi daraja la juu, mimi ukaniacha huko chini. Allah anajua. Naomba Allah sote atupe daraja la juu kabisa la pepo. Kwa hiyo ukigongwa haina maana shekhe yeye anajiona kakamilika. Yaani wengine wanasema kabisa ukishiki huyu anajiona kakamilika sana. Unaweza kusimama na mimi katika mahakama ya Allah ukanitolea ushahidi huo, na wallahi ukikosa ushahidi huo na kunyang'anya thawabu zako kwa kunisengenya kwako. Sina uadui na wewe, sina ugomvi na wewe, sikujui vizuri, hunijui, unaniona juu juu, unanituhumu na kunipakaza matope. Wako watu mimi nitasafiria nyota yao lugha ya mjini na nyang'anya thawabu zao siku ya kiyama. Kuna haja gani umchukie shekhe dai anayekulingania? Sote sisi mashekhe tunalingania dini ya Allah na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikikugonga vumilia, ndio haki. Tena unapaswa utuombee dua. Wallahi namshukuru, leo amenikumbusha shekhe, Allah mlipe. Badala yake mnageuza kibao kwa sababu umeguswa. Unachukia nini Muislamu? Haya Waislamu, niseme ya kuwa sasa jambo la nne ambalo Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi, na naomba ruhusa yenu tumie dakika 5 biidhni Rahman alladhi allama alquran niweze kuhitimisha khutba yangu hii. Jambo la nne, Uislamu umekuja kuhifadhi mali za watu. Uislamu unaharamisha mtu kuchukua, kupora, kunyang'anya, kuiba, kudhulumu mali ya mtu. Dini yetu tukufu ya Uislamu, miongoni mwa sera zake ni kuja kuhifadhi mali za watu. Na hapa naomba nikupeni hadithi nzito sana, wafanya biashara izingatieni, tawasaidia kweli kweli. Na kabla kuwapa hiyo hadithi, hebu sikilize Allah anasemaje ndani ya suratu Al-Baqarah aya nambari 188, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, wala msile mali zenu wenyewe kwa wenyewe kwa batil na kwa udanganyifu. Allah amekataza kula mali ya mtu kwa kuichakachua kwa njia ambazo sio za haki. Na atakayekula mali ya mtu katika wale watu 5 watakaofilisika siku ya kiyama, watanyang'anywa thawabu zao. Kila aliyedhulumu shilingi ya mtu siku ya kiyama atanyang'anywa thawabu zake, atapewa yule ambaye alimuibia au alimdhulumu shilingi yake. Huo ndio Uislamu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika Sahihul Bukhari hadithi nambari
1477 katika sahihu Muslim, hadithi nambari 593. Bwana Mtume anasema inna Allaha kariha lakum thalathan, Allah anachukia kwenu nyinyi kuwa na mambo matatu. Allah anachukia nyinyi kuwa na mambo matatu. Sikilizeni sasa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza, qila wa qala. Jambo la kwanza, qila wa qala. Qila wa qala, lugha fupi ya Kiswahili, maneno. Bwana wewe, mwanangu, umesikia? Panasemekana jamaa kafumaniwa jana, panasemekana. Bwana wewe, kasema, wamesema, panasemekana, maneno. Allah anachukia nyinyi kuwa na tabia hiyo. Mtume Muhammad kasema hivyo. Jambo la pili, wa idha'atal mal. Bwana Mtume anasema Allah anachukia nyinyi kupoteza mali zenu. Chunga mali yako, hifadhi mali yako, kuwa makini na mali yako. Hakikisha shilingi yako haipotei kizembezembe, kwa sababu hilo ni makosa na Allah anachukia mtu kupoteza mali yake. Jambo la tatu, wa kathrata sual, na Allah anachukia nyinyi kuwa ni omba sana. Mambo haya matatu Allah kawakataza. Sasa njoo pokea hii hadithi ambayo itakupeni matumaini sana vijana wenzangu. Ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake kwa nambari 140. Jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal, mtu mmoja alikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, in jaa rajulun yuridu akhdha mali, wasemaje akija mtu kutaka kunipora, kuninyang'anya mali yangu, nifanyeje? Bwana Mtume akamwambia, la tu'tihi, usikubali kumpa. Yule bwana akasema, araaita in qatalani, wasemaje ewe Mtume ikiwa atapigana na mimi, akaamua kuleta mapigano, sasa anatumia nguvu kwa ajili ya kutaka kuninyang'anya mali yangu na haki yangu? Bwana Mtume anatoa go ahead, anasema qatilhu, na wewe pigana naye. Yule bwana akasema, araita in qatalani, waonaje, wasemaje ikiwa ataniua katika purukushani, katika vuta ni kuvute, kaja na bastola na mimi nikafyatua ya kwangu usiku, tunapambana nyumbani, jambazi napambana naye, anataka kuchukua mali yangu, ikitokea akaniua? Bwana Mtume akasema, fa anta shahidun, hakika yako wewe utakuwa umekufa shahidi kwa kupambania mali yako na haki yako. Usikubali mali yako iondoke kizembezembe. Mali ni neema na utaulizwa siku ya kiyama juu ya mali yako. Yule bwana akasema, araita in qataltuhu, je ya Rasulullah, ikiwa nitamuua yeye, sasa nimefanikiwa mimi kumuwahi na kumuua? Bwana Mtume akasema, huwa finnar, atakwenda motoni. Umeshamsogeza motoni huyo. Huu ndio Uislamu, umekuja kuhifadhi mali za watu. Jambo la tano la mwisho, Uislamu umekuja kuhifadhi hifdhul irdi, na baadhi ya wanawachuoni wakasema hifdhun nasli. Uislamu umekuja kulinda heshima za watu, wengine wakasema ni hifdhun nasli. Uislamu umekuja kulinda koo za watu, ukoo, nasaba. Uislamu umehimiza watu waoane. Suratul Nur aya nambari 32 hadi 33, Qur'an nasema, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, wazazi wazee waozesheni wasiooa na wasioolewa katika watoto wenu, lakini pia waozesheni watumwa wenu ambao ni wema.
lakini pia waozesheni watumwa wenu wa kawaida. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, ikiwa watakuwa mafukara Allah atawatajirisha kutokana na fadhila zake. Uislamu unataka watu wazaliane kupitia ndoa ili nasaba za watu ziweze kuhifadhika, ili ukoo wa watu uweze kuhifadhika. Na Uislamu hautaki watoto wa nje ya ndoa, na atakayempata mtoto nje ya ndoa, mtoto yule si wa kwake, ni wa mke wake. Yani mama ndio mama na ndio baba, hata kumwita kwa jina lako ni haramu, na haruhusiwi kukurithi. Na akija kutoboa kimaisha akawa bilionea, huruhusiwi kusogelea mali yake, huruhusiwi kumrithi vile vile. Na hitimisha sasa, angalieni Uislamu unasemaje. Al-Furqan aya nambari 54, wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara, naye Allah ndiye aliyemuumba mtu kutokana na maji. Faja'alahu nasaban wa sihra, na akajalia nasaba na ushemeji. Nasaba upatikana kwa njia gani? Kwa njia ya ndoa, kuzaliana kwa njia ya ndoa. Ushemeji unapatikana kwa njia gani? Kwa njia ya kuoana. Na hitimisha na aya nambari 72 suratul Nahl. Qur'an nasema wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah amekujalieni kutoka katika nafsi zenu wenza wake. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, na akakujalieni kutoka kwa wake zenu watoto na wajukuu. Kwa jambo la tano ambalo Uislamu umekuja kuhifadhi, ndugu zangu, nasaba za watu na ukoo wa watu uongezeke, ukue kwa njia ya ndoa, na Uislamu umeharamisha zina. Na hitimisha nasema Uislamu umekuja kulinda mambo makuu matano. Jambo la kwanza, Uislamu umekuja kuhifadhi dini. Jambo la pili, Uislamu umekuja kuhifadhi nafsi za watu. Jambo la tatu, Uislamu umekuja kuhifadhi akili za watu. Jambo la nne, Uislamu umekuja kuhifadhi mali za watu. Jambo la tano, Uislamu umekuja kuhifadhi nasaba na ukoo za watu. Naomba Allah atujalie tuwe waislamu wa kweli na waumini wa kweli. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، واعذنا من موجبات الندامة. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين، وارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.